sijui umenielewa. Yeah. Uwepo wake yeye kama yeye, na anahakikisha kuona familia yake inapata malezi mema na uongozi bora kutoka kwake. Kwa hiyo unahisi hicho ndicho kinachowashinda vijana wengi? Yes. Kwa nini kinawashinda? Kinawashinda, aidha anaweza asishindwe yeye muhusika, akashindwa mwenzie kutimiza hicho kitu, kwa sababu wanawake, kumbuka, ni wasaidizi. Umeelewa? Kwa anapokuwa amegundua kwamba huyu mtu ambaye huyu mtu nilinaye kwenye mahusiano hawezi kunisaidia, au anafanya kinyume na, unajua mwanamke anatakiwa awe ni mtii. Yeah. Mwanaume anapenda heshima, na kuheshimu haimaanishi kwamba mwanaume anatakiwa kumkoroni mke wake. Yeah. Kila kitu kwamba sasa no, kuna wakati mwingine mke wake anaweza kusema sasa hapa umewaza hivi lakini hili wazo sio. Kuna wakati mwanamke anatakiwa useme hapana kwa kitu ambacho unaona sio. Sawa. Na kuna wakati mwanamke inatakiwa useme ndio, hata kama kitu unaona kabisa hiki kitu ni kweli kinatakiwa, lakini kwa wakati huu labda ni kiko nje ya uwezo wetu. Kumbuka mwanaume ni mtu ambaye anajiamini, anapaswa kuwa pia na imani ya kile kitu ambacho anakisimamia. Kwa hiyo unapogundua kwamba huyu mwanaume kitu chake ni bora, hiki kitu ni bora lakini ni ngumu kupatikana, inatakiwa tuwe moyo hapo, au sio? Ndio maana tunawapata mababa bora na wengine wanashindwa kuwa mababa bora. Yo, wewe unatazama kupitia Star TV hivi sasa. Show ni Baba Bora na mimi Baba Bora mwenyewe niko hapa. Au sio bwana? So, sasa hivi tunakwenda kwenye Tours the Nature, yani asili zetu. Alafu after Tours the Nature tutarudi hapa kuendelea na show na Tumaini. Tours Nature. Simba ndiye jamii ya paka mkubwa wa genus Panthera anayepatikana Afrika na India. Simba ni mfalme wa mbugani kwa uwezo wake wa kutikisa msitu kwa mungurumo wa sauti yake. Simba ni mnyama awezaye kuona vizuri wakati wa mchana na wakati wa usiku, na ana uwezo wa kuwinda vizuri wakati wa mchana na wakati wa usiku, ingawa ufanisi wa uwindaji wake hupungua wakati wa mchana, hasa wakati wa jua kali. Simba anapokuwa porini hutembea katika makundi ya familia na koo mbalimbali zenye viongozi wanaoongozwa na simba dume ambazo huitwa pride. Simba ni mwindaji mkuu mwenye kifua chenye misuli na mikono yenye nguvu, na kundi la simba jike huwinda pamoja. Simba, kwa sababu ya mbinu zake za uwindaji, amependelea kuishi kwenye nyasi fupi, savana na vichaka vifupi ili aweze kuona upeo wa mbali na mkubwa umzungukao kwa kuweza kupata urahisi wa kuweza kufanya uwindaji wake. Simba ni wanyama wanaotakiwa kulindwa sana na kuzuiwa kuharibiwa ama kuuawa juu yao, ili kuhakikisha vizazi vijavyo vinafaidika kuwaona uwepo wao na kunufaika na uwepo wao katika mapori yetu. Simba tunayemwongelea leo sio simba wa Instagram, sio simba wa Msimbazi. Huyu ni simba wa nyika, mfalme wa pori. Simba ambaye akiunguruma pori zima linatetemeka na kukaa chini. Simba pia anaishi katika territory ama himaya na kujitengenezea familia ambayo huimiliki na kuilinda kama wanyama wengine walivyo. Na simba hulizingatia hili sana, hasa simba dume. Na wakati mwingine simba dume mdogo anapoendelea kukua hujitahidi kujificha ili simba mdume mkubwa anayemiliki familia asije akamuua, na endapo simba mkubwa anayemiliki familia atachelewa kumuua simba mdogo atakapokomaa huja kumuua simba mkubwa na yeye kuwa mmiliki wa familia. Asanteni kwa kunisikiliza kwa siku ya leo. Urithi wetu tuwaachie wanetu. Tours Nature. Baada ya Tours the Nature tumerudi hapa. Naona tumetoka kumtazama simba mnyama. Sio simba timu wala sio simba jina la binadamu. Tumetoka kumtazama simba mnyama, simba wa nyika. Nafikiri umejifunza mengi kutoka hapa Star TV kwenye segment ya Tours the Nature kwenye show ya Baba Bora. Victor Tumaini. Pia tumetoka kumwangalia simba au vipi? Tumetoka kumwangalia simba mnyama, mfalme wa nyika. Vipi, wewe ulishawahi kwenda kutembelea mbuga za wanyama hapa Tanzania? Yeah, ni shawahi na simba namjua.
Umeenda mbuga gani zaidi? Mbuga ya Serengeti. Ndio ulifika pale. Simba ulimuona? Simba nilimuona vizuri sana. Wewe Simba kwa maisha yako ya kawaida unampenda au haumpendi? Binafsi nampenda kwa sababu ni mnyama mmoja wa ajabu sana, alafu ni mnyama mjasiri sana. Hicho tu ndio kitu ambacho napenda kwake. Yeah. Victor Tumaini, tunarudi hapa au sio bwana? Yeah. Tupo sisi kwenye show yetu ya Baba Bora na hapa tunakujega tu kupiga story, kuzungumza, na tumezungumza mengi sana. Nataka nikuulize tu kitu kidogo kimoja. Raisi wa nchi yoyote duniani anatakiwa awe baba bora? Yes. Kwa nini anatakiwa baba bora? Anatakiwa kuwa baba bora kwa sababu huwezi kushindwa kuiongoza familia alafu kaiongoza dunia ama nchi. Hivyo. Unajua wao nitazama kupitia Star TV. Mimi mwenyewe ni baba bora, lakini niko na mdogo wangu hata hajaingia kwenye hizo issues za baba bora. Yeye ndo anajitafuta kuja kuzama kule. Lakini nilimleta hapa kwa sababu amekuwa kiimani. Unajua mtu yote anayekuwa kwenye imani anajifundishwa mambo mengi sana ya kiroho ya kidunia, kwa anakuwa na catch up vitu vingi. Na ndio maana nilimleta hapa kumchallenge ili tuweze kupiga story, kujua baba bora ni nani. Nafikiri umeona vitu vingi kutoka kwake. Sasa hivi nimemtega tu swali dogo nikamwambia, je, Raisi anaweza akawa baba bora? Ana uwezo wa kuwa baba bora. Hauwezi kuendesha familia ukashindwa kuiendesha nchi. Kwa hiyo jibu lake limekuwa ni perfect. Hata unaonitazama, niachie maoni kwa hiyo namba inayopita hapo, na imani utakuwa jibu lako ni hilo. Sasa tusipoteze muda, kwa sababu kwenye show ya Baba Bora tunatafakari. Tunakwenda kumwangalia mwamba Raisi wa Burkina Faso kwenye tafakari, Ibrahim Traoré. Tukatafakari wote. Tafakari leo, tutafakari wewe na mimi. Bwana, tunarudi sasa hivi, tumetoka kwenye tafakari yetu ya leo, tumetoka kumtazama mwamba Ibrahim Traoré, rais kijana duniani, au sio bwana, na mwenye misimamo mikali sana. Nataka niongee na Victor Tumaini wakati tunakwenda kumalizia show yetu ya Baba Bora. Victor Tumaini. Yeah. Wewe unamjuaje Ibrahim Traoré? Ibrahim Traoré kwanza ni rais kijana. Ni rais mwenye msimamo, anakuambia kwamba jilinde kwanza wewe kabla hujarindwa. Umeelewa hiyo sentence? Lakini pia ni rais ambaye anapenda sana nguo za jeshi, anapenda sana kuvaa nguo za jeshi. Naweza nikamfananisha na rais wetu hayati John Pombe Magufuli. Ndio naweza nikamfananisha naye kwa misimamo aliyokuwa nayo, si ndio? Kwa misimamo aliyokuwa nayo naweza nikamfananisha naye. Ni mwamba yule, jamani, mwamba anapiga mwingi hata au sio? Kwa hiyo naye ni baba bora. Yes, ni baba bora kwa sababu angalia matendo yake anayoyafanya ndio anayotufanya mpaka leo tunamzungumzia. Bwana, nafikiri wewe ulikuwa unanifuatilia kuanzia mwanzo wa kipindi Star TV cha Baba Bora, na mimi nikiwa kama baba bora mwenyewe. Leo nilikuwa na mgeni wangu Tumaini, kijana mdogo sana lakini vitu vikubwa. Nafikiri tumepiga maswali mengi sana hapa na umejifunza vitu vingi kwenye Tours and Nature, kwenye tafakari umepata vitu vingi sana. Najua utaendelea kuenjoy vipindi vingi vinavyokuja, kwa sababu kuna watu wengi tutakuwa nao hapa, mabachela walioshindikana, waliooa wakatoka kwenye ndoa, madada walioolewa wakatoka kwenye ndoa. Wote hao watakuja hapa kupiga maswali ili tuweze kumjenga baba bora na kumpata baba bora wa baadaye, kwa sababu sasa hivi kupata mababa bora pia imekuwa ni issue. Kama nilivyokuambia, ni Chepe MC, nilikuwa na Victor Tumaini, mwanamuziki wa Injili ambaye alikuja kwenye show hapa kumzungumzia baba bora, lakini nyuma kamera alikuwepo Beston Mbaka aka Red Danka. Tumekwenda kumalizia show kama hivi. I'm out, see you next time. Baba Bora, Na ubora zaidi ya ubora, na ubora wa TBS, ile nembo ya ubora wa viwango TZ, ubora wa baba bora, nyanikizi metaji ya familia yake, always we keep happy. Nite baba bora, so bora baba bora mwenye ubora, majukumu anekaba, msaraba wa maisha na ubeba kama Nazareti. Yesu Myahudi, sutupi pembeni, pumzika kwa mani baba. Babu na bibi, saruti kumzaa baba, katunga mimbangu mimi, nikawa wa kiume, dume la mbegu duniani na hejamini. Baba bora, mwenye ubora ni mimi, mwingine zaidi yangu, labda babangu mimi. Nakaa kimya kisha na think more, vipi nifanye wanangu wasome au
level the TZ or level the wall. Mtoto nilikuwa, sasa na toto mibaba, nakomana maisha na majukumu ya baba. Jidanganye we mtoto huku na kukimbia ujana. Mtoto kaza mtoto we, hata mtoto hujapata. Jiulize homie, lini utahetwa baba? Bora yeah na sio bora baba. Mino baba mwenye bora. Yeah Mwenye bora, hey, mino baba mwenye bora. Mwenye ubora, si bora baba kababa wengine. Mino baba mwenye bora. Yeah Mwenye bora, hey, mino baba mwenye bora. Mwenye ubora, teno bora zaidi ya wengine. Ukiavuria maji nguo utayaoga. Ubaba ubishi, ubachera uoga. Vipi mnaishi, vipi mmefunga ndoa? Au ndo kibishi kisera rife inasonga? Oh question I got in the street. Majibu aga sina ila na keep in time. Na time isiniache nsiache mimi. Niishi ndani yake niishi mimi. Familia bora, itikadi bora, desturi. Mira bora, zenye ubora mzuri. Lazima baba we bora, mwenye makadiri mazuri. Ili baba we bora, hatunze familia yake. Asimwache mama ni mtoto na toto peke yake. Mindo baba bora, na kizaja zake. Mke wangu wanangu metaja msingi wapate. Mindo baba bora, sifate njia zangu upate. Sifa bora uwe bora zaidi ya wale wanaokimbia familia na kuendekeza mikase. Mino baba mwenye bora. Yeah Mwenye bora, hey, mino baba mwenye bora. Mwenye ubora, si bora baba kababa wengine. Mino baba mwenye bora. Yeah Mwenye bora, hey, mino baba mwenye bora. Mwenye ubora, teno bora zaidi ya wengine.